Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumuri wa afya na uko kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo, na saidiwa mitamboni na Merci Mbelechi. Constantine atakujia na habari muhimu. Nasema karibu na tega sikio. Kama nilivyokujuza tangu hapo awali, uchambuzi wetu wa habari unakuwa ukikubikwa na ukurasa wa habari muhimu. Namkaribisha Bibu Constantine Aldama. Karibu. Asante sana Safari Alimasi kwa kunipa fursa hii ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Katika mji wa Baraka ni kwamba mwananchi Mustafa Mbape Mtabiri, mkahaji wa Mwemezi, ametaja kuwa muhanga pamoja na mke wake wa vitendo vya unyanyasaji vilivyoendeshwa na baadhi ya wazalendo siku ya pili ya wiki tunayo hapa Baraka. Na huko Mukera ni kwamba mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Ramazani amejereuliwa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja kwenye kijiji cha Lumanya siku ya pili ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Mukera Mboka Inshetombola 13 amekemea kwa hali ya juu kitendo hicho halifu dhidi ya raia asiye na hatia. Na huko Mwenga ni kwamba Safari Alimasi imesherekewa siku ya Jumatatu ya tariki 20 Oktoba mwaka 2025, siku kuu ya mwanamke vijijini katika tarafa la Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, sherehe ambayo imefanyika kila ifikapo tariki 15 Oktoba za kila mwaka kote duniani. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu Safari Alimasi. Ni kushukuru na kupongeza Bibu Constantine Aldama kwa kuletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tuingie ndani kabisa uchambuzi wa habari, tukianzia na paka katika jiji la Baraka ambako shirika la raia mjini Baraka limetaja kupongeza hatua iliyochukuliwa na feke mjini humo kwa kuitisha kikao na wanamemba wake ili kushusha bei ya bidhaa yao kulingana na bei ya dola, ukuli kivitaka pia vitengo vya kiserikali kufuata bei ya dola ya sasa wakati wa kutoza kodi kwa raia. Albert Tunda Maishani, kiongozi wa shirika la raia mjini Baraka, hapa anatoa pongezi zake kwa feke kwa hatua walioifanya ili raia wafaidike na kushuka kwa bei ya dola. Ndiyo ndugu mtangazaji, na wazia sisi hapa karibuni tumesema kwenye radio kupana angalisho ya vitengo ya serikali na maekole ambazo zilikuwa nalipisha dolari moto ya 310,000 kama ni $10, lakini leo inakuwa tofauti, na tulisema kwamba tutataja zimwa ekole ambazo ziko mwa hiyo hali. Na vile vile tumefata raia ambao wamesema kwenye radio juzi. Vile vile jana tumefata fake ambayo wamefanya kikao na gisi walivyoongea. Ile ni kweli, ni mambo ambayo yaeleweki, na sisi kama vile raia tumeendelea kukazia. Kuna vitengo vimoja vya serikali kamata par exemple Kudejem walikuwa nauza CPGL $10 plus 3,000 francs. Mafra balikuwa na lomba 32,000 parce que to ilikuwa ya 310,000. Mebo kwa walikuwa nasema kwamba juu ya kwenda kununua dolari balikuwa nafanya 32,000 plus 3,000 ndio 35,000. Sasa leo dolari inashuka, muto ya leta ni 23,000. Donc plus 3,000 inakuwa 26,000. Leo kama wanaweza kubakililia ku 30,000 plus 3,000 33,000. Hiyo 30,000 muto gani? Sinibwizi. Na ndio maana tumesema kwamba DGM yangalie namna gani ya ugeuzi. Kamata par exemple ma taxes moya za province na za mairie. Kumeri kuko ma taxes za $5 par exemple ku EPM za $5 za $7. $5 ile periode walikuwa nilipisha 15,000 francs mu taux du jour. Yani ilikuwa ya 300 pour $100. Mais leo bangana kazana $5 bako alomba 15,000 francs. Ni bwizi. Kwa Institut Mwenge wa Taifa, kwa Institut de Baraka, kwa Institut Mwenge wa Taifa walikuwa nasikilizana kwamba ni $10 ndio watu wanapaswa kulipa. Mafra Kongole voilà ni 30,000 ndio walikuwa na lomba. Mais leo wanakazana toujours, inakuwa sema pana si hatukusema kama dolari si tulikuwa na lomba 29,000. Banaanza shindwa kusema tena 30,000, banakuwa kusema 29,000. Bali leo wanaka 29,000 na nani?
Upande mwingine, Albert Tonda Maisha amesema watufumbia macho kwa vitengo na shule ambazo zinaonekana kutokuheshimu bei ya dola iliyopangwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Walielewana na wazazi $10 muto du jour. Donc kwa saa hii le 25 ya kwanza lomba makuta inafika, hatupendi kusikia habari ya kumwenge ya kulomba ma 30,000 francs. Mwenye iko na dolari anabeba dolari, mwenye iko na mafra Kongole anabeba 23,000 francs. Tofauti ya vile ni bwizi. Kudejeme wakilomba 30,000 francs plus 3,000 wajue kwamba ni bwizi. Na vitengo vinavyohusika na wale ambao wanaoiba viko pale, na sisi kama vile raia tutashindikiza raia kwa wale ambao wako napenda kuiba raia. Togisi iko nenda na shuka na njuki sitone na actualize. Ikipanda, imaginez-vous kama leo $10 inaweza kuwa ku 50,000 francs. Est-ce que tutabakililia hapa ku $10 29,000 na mwenge iko na lomba? Est-ce que ku DGM leo $10 ikikuwa 50,000? Est-ce que watasema tunabakia mu 30,000 plus 3,000? Watapanda. Watasema 50,000 plus 3,000 itakuwa 53,000. Ile ni bwizi. Na njuma na en general tunaomba kila mtu akamate madisposition zake. Na karibuni na wazia serikali kome serikali itafanya kazi yake kuvitengo au kuwatu ambao hawapendi kujiadapte na taux du jour. Ile ndio kama vile shirika raia tumependa kupana angalisho na tumepana mifano ya ekole zimoya na vitengo vimoja kama vile meri ambao wako nomenclature muko ma dollar zimoya. Imaginez-vous par exemple patente ilikuwa iko nauza $11. $11 mafra Kongole wanajua na gisi walikuwa nalomba mafra. Leo wangana kazana tujuru mwile mafra ya muto ya 3,000 ndio wako nalomba leo. Ni bwizi. Ndio kwa sababu tunaomba kila mtu akamate madisposition zake na kila mtu afanye kazi yake kulingana na gisi taux du jour iko naenda. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mwananchi Mustafa Mbape Mtabiri, mkaaji wa Mwemezi, ametaja kuwa mwanga pamoja na mke wake wa vitendo vya unyanyasaji vilivyoendeshwa na baadhi ya wazalendo siku ya pili ya wiki tunayo kwa Baraka. Ili kutaka kufahamu namna mkasa ulivyokuwa, mwananchi Mustafa anaeleza kwenye vipaza sauti vya Radio Kivu. Mimi kama nakuja hapa kwenye Radio Kivu yetu kisima habari na kia kulalimika juu leo asubuhi na 6h nilipata tukio. Nilikuwa ningaliki na lala, mke wangu alitoka na poende Mwanga Mikoyo kumaliza, akakuta wazalendo 3 wiko kumulango. Sasa wakaanza mwambia, mama, mbona uko migulu wazi ayetu hivi? Sasa mke wangu akawaambia, sasa hata nilikuwa nenda Mwanga nani Mikoyo na taingia monani mwangu. Akamwambia, sasa hivi mama unafungwa. Kama unapenda usifungwe, ilfo ulete 10,000 francs ya mbongo ya makolo ndio tutakuachilia. Mke wangu akamwambia, mimi sina na makuta kwa sasa, mimi sina na makuta, ningalikia asubuhi. Mbona mnanifikia asubuhi? Njoo pale kafika nifuyo, mimi nikalamuka ikakuwa nifuyo. Wazalendo wakamkamata mke wangu akamupiga shido na akaenda lalia mkono, na hivi mkono iko sawa vile inateuka inavimba kabisa. Njoo akampeleka kwenye matibabu Sebele kwao, wakampeleka kwenye matunzo. Njoo mimi niliona nikiapeleka hii malalamiko yangu kwenye radio. Mimi sikufahamia. Kifupi walikuja wakamuuliza mke wangu, utuonyeshe fasi kwenye banauzishaka sigareti na pombe na bangi. Mke wangu akamwambia, mimi sifahamu fasi kwenye banauzishaka sigareti wala bangi wala pombe. Mke wangu akamwambia awapatie 10,000 francs ya mbongo ya makulu. Kwa kweli sikufahamia kabisa kama walitokea ngambo gani. Kifupi niliona sasa vile walikuwa wananivizia juu katikati yao, niliona huko mwa mzalendo mwenyewe tunapitisha naka tu naye tu mbarabara na muiwaka. Mimi namkwana namfahamia, ijapokuwa yeye kwa kina nifahamia, mimi nakokana namfahamia kabisa. Mimi niliona kama ilikuwa ni kuvizia. Wakati waliona watu wanaanza toka, sasa kuna nini, wanaanza lamuka kuna nini, njoo umoja akaanza pita naenda, wanaanza mwambia toke. Mwisho ya miomba kwa viongozi wa wazalendo kufanya mchujo wakati wa kusajili ili kufahamu nani mzalendo halali kwa ajili ya usalama wa raia. Mustafa na rejea mara tena. Hawakuwa navalia masare ya kijeshi, kila mtu alikuwa na bunduki, hawakuwa navalia masare ya kijeshi. Selo mimi nilikuwa naona, mimi nakuwa nabaona bana waka ingambo ya huko ku Mezo Skale, njoo zaidi njoo kwa mimi nakuwa na upande wetu sisi tunaona
Sisi tulikuwa nafurahikia watoto wetu wanatoka muutumwa wa pori wanakuya kumigini wanakia tuchunga, lakini tunaona hali inaanza kwenda na badilika. Bali wapigane na M23 wanaanza kia tunyanyasa sisi wa raia. Hiyo hali sisi hatufurahikie. Kwa niaba yangu mimi ninaomba kwa vitengo vya serikali na vitengo vya wakubwa wa wazalendo wakague wazalendo wapi njoo wazalendo wa kweli na wapi njoo wasio wazalendo. Juu katikati yao kunaonekana na wajambazi ambao wanasumbua raia. Nilienda kupozisio wazalendo, nilienda peleki habari kule ku Vincent Mezo Plito, njoko nilienda kupeleki habari bakasema bataifatililie. Nilikuwa naomba kwa viongozi wa wazalendo kabisa wangetusaidia, waite wa wazalendo wawatie chini, waonyeshe gisi inapaswa kuwa. Kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu huko Mukera ni kwamba mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Ramazani amejeruhiwa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja kwenye kijiji cha Lumanya siku ya pili ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo mkuu wa kijiji cha Mukera Mboka Shotumbula 13 amekemea kwa hali ya juu kitendo hicho alifu zidi ya raia si na tia. Kwake mkuu kiongozi huyo ameanza kutoa picha mazingira mkasa huo. Mboka Shotumbula 13 anaeleza kwenye line ya simu ya Radio Kivu toka Mukera. Ndiyo, taarifa hizo ni taarifa za ukweli ndugu mtangazaji. Mida ya asubuhi nimepata ripoti ya kama kuna mtu ambaye alikuwa akitoka sehemu za Lumanya, aliacha napigana risasi, alafu akakuja na montare mbio. Alafu Lumanya kukakuja watu ambao wanakuja wanamkimbiza huyo mtu ambaye aliacha napigana masasi kwa Lumanya. Sasa yeye mbele na pikipiki na wale wanaomfuata nyuma na pikipiki. Alafu wakapiga simu sehemu za Mukera, wazalendo Mukera nao wakaenda za kule ambako wale wandugu wanatokea kwa kuenda kufanya usaidizi ili wakamate wale ndugu. Sasa wakati wazalendo waliposimamisha pikipiki, kumbe ile pikipiki ambayo ilikuwa mbele haikuwa pikipiki ambayo inaleta wale wahalifu. Ilikuwa pikipiki ambayo motare mmoja alikuwa na ile pikipiki. Alafu wakakusimamisha motare kusimama na wale wandugu waliokuja ngambo za Lumanya na wao wakakuja Dema, na ilikuwa ni risasi moja kwa moja. Na ule kijana motare akapata risasi ya kunguu. Wale wazalendo wakashika yule ambaye alipiga ile risasi, wakarudia naye Lumanya, na wale wengine wakakamata wale motare wakakuja kwa hospitali. Na kwa sasa hivi niko naongea na nyinyi, walimtransferia anakuwa deja Fizi. Ile ndo hali ya tukio, lakini majina kamilifu sijazipata sababu nilikwenda kwenye kituo cha afya nikakuta deja wamekwisha kumtransfere. Hata hivyo upande mwingine ameongeza kutokuelewa ni wapi mwalifu huyo amepotelea. Yawezekana pikipiki iliyomuleta labda waliachana ku distance. Inawezekana ima village voisin aliingia kazi moja na wakazima pikipiki na akajificha na nyumba zimoja wale walifu. Kama vile kiongozi, vitendo kama na hivyo tumevilaani kabisa, sababu sio vitendo vyenye za kuleta amani ndani ya vijiji vyetu. Ni vitendo vya mshangao, sababu eneo kama hizi zetu hizi vitendo kama hivyo huwa haviripotiwi zaidi. Baada ya kwanza kusikia vitendo kama na hivi, vitendo vya kusikitisha, tumevilaani sana. Na nimelomba vitengo vya usalama viwe macho kwa kufuatilia ili wale wahalifu wanaofanya vitendo kama na hivyo potovu ili wakamatiwe na wafikishwe mbele ya sheria. Tayari kipenga kimelia na imani ni muda mzuri wa nyinyi kuweza kupata habari za michezo, ambako namuona Valente Sudi wa Sudi hakiwa na jezi yake ya njano. Karibu Sudi. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Masi na Metinwar. Leo kuna kurasa wa habari za michezo. Tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako kocha Pele wa klabu ya CS Vijana Prestige ambaye ndiye amepewa wazifa wa kuweza kusimamia muunganiko wa wachezaji wa hapa katika mji wa Baraka ili kuandaa mechi dhidi ya klabu ya Osema Sansi Njau siku ya Jumamosi ya tarehe 25 Oktoba mwaka 2025. Hatimaye ametoa orodha ya wachezaji 45 ambao amewaita ili kuja kuandaa mechi hiyo.
Wachezaji hao ni pamoja na magolikipa watatu ambaye ni Chika wa klabu ya Nyota Club de Baraka, Oredi wa klabu ya Orthographe pamoja na Isolo wa klabu ya IS Muungano ya Mwandiga. Lakini upande wa mabeki ameita Alne Hake wa klabu ya Freedom, Iritie Dunia wa klabu ya DC Rafiki, ameita vile vile Polo Tachi, Iritie Mubulwa, Bienfait Mangala, Celestin Shabani, Ranger Mbenga, Joseph Kashindi, Rambo wa klabu ya FC Presqu'île pamoja na Musa wa klabu ya CS Vijana Prestige. Wachezaji wakati ameita huyu Neymar wa klabu ya Vijana Prestige, Amisi wa Nouveau Regime, Mos wa klabu ya FC Flambeau Desire, Patient Tonto wa klabu ya DC Rafiki, Enyasi Lokando wa klabu ya FC Flambeau Ra, Dr. Pikel wa klabu ya Académique Michel, Olivier wa klabu ya Nyota Club de Baraka, Jules wa klabu ya Mwemezi Sport, Jean-Pierre wa klabu ya Freedom, Neymar Daniel wa klabu ya Urafiki pamoja na Neymar Daniel wa klabu ya DC Urafiki. Washambuliaji ameita Duku wa klabu ya Flambora, Wilonja Dogomes wa klabu ya FC Flambora, vile vile Wilonja Mashaka ambaye kwa sasa hana klabu yoyote, Rodri Mapendo wa klabu ya Académique Michel, Casemiro wa klabu ya Kibonja Sport, Lepeti wa klabu ya Nyota Club de Baraka, Christophe wa klabu ya FC Ra, Asensio wa klabu ya Académique Michel, Blanc wa klabu ya CS Vijana Prestige pamoja na Shingi wa klabu ya CS Vijana Prestige. Hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao waliweza kuitwa kwa ajili ya kuweza kuandaa mechi ya kirafiki siku ya Jumamosi dhidi ya klabu ya Osima Sanz Chinjaua. Na mwishowe ni kwamba michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya maarufu UEFA Champions League inaendelea kutimua vumbi, ambao kwa sasa klabu ya Barcelona wanakipiga vikali dhidi ya klabu ya Olympiacos. Lakini majira saa 3 kamili za usiku Bayern na Leverkusen wataweza kukaribisha klabu ya Paris Saint-Germain. Klabu ya Villarreal wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Manchester City. Klabu ya Copenhagen watakipiga vikali dhidi ya Borussia Dortmund. Klabu ya Newcastle wataweza kukata mzo wa fitna dhidi ya klabu ya Benfica Lisbon. PSV Eindhoven wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Napoli, huku klabu ya Arsenal Zegarazi wataweza kukata mzo wa fitna dhidi ya klabu ya Atletico Madrid. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo. Mwenzangu Safari Alimasi limetinwa. Asante sana Sudi wa Sudi Valente, na imani kabisa mtanange wa Arsenal dhidi ya Atletico Madrid utakuwa ni mtanange mkubwa ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na tuko kwenye uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kwa masafa 90.0 FM. Tujielekeze hivi sasa Ukomboko, ambako mkuu wa sekta Tanganyika Miobakano Msaba Mteulwa Jereo amekanusha kauli za shirika la raia ndani ya sekta hiyo zinazosema kuwa amemfungisha mwananchi Amadi Baruti Blue Pen, jina maarufu kwa kisa kuwa alitaka kufahamu matokeo ya kazi. Kumkashifu na pia kurapakanya maneno ya uongo zili ya mkuu wa sekta hiyo ndio sababu ya kuzuiliwa kwa kijana Uyopa Uvira. Mengi zaidi namkaribisha Bukuru Tantina Aldama. Mwangaza huo ameutoa katika mahojiano yake na Radio Kivu Baraka juu ya barua ya shirika la raia ndani ya sekta ya Tanganyika ya kumlaumu mkuu wa sekta hiyo kumweka kizuizini mwananchi Bupen na mkahaji wa Mboko. Kwa jambo hilo, mkuu wa sekta ya Tanganyika Miobakano Msabaha Mteulwa Jedeo ameanza kutoa picha halisi ni wapi na lini tatizo hilo limeanzia. Effectivement, niko pale kusete ya secteur ça fait 2 ans parce que nous venons à déjà le 18 octobre mwaka ya 2025. Il est accédé pale ilikuwa le 18 octobre 2023. À un certain moment ule kijana alikuwa anasoma Bukavu, nilikuwa watu kumjua, aliniandikia barua ya kunikasifu, ya kunitukana, kaandika article yake ya kunitukana. Mimi siyamjua ama siyamonaka physiquement. Kwa ni kingali na miezi karibuni miezi 5 ama miezi 6 naingia kukazi. Nikaita baba yake nikamuuliza, hii barua ambayo mtoto wako aliniandikia, wewe kama vile baba yake unanishauri mimi nifanye nini? Yeye akasema, chef de secteur, urumele mtoto, ni mtoto wangu, ni mimi nimemzaa, nitamshauri na siposikia ni pale utakamata jukumu juu yake. Nilisikia kama vile mzazi na baba yake, nikasamea ile jambo la kwanza. Jambo la pili, hapa wakati M23 nakamata Bukavu na kamata Goma, kulikuwa enflux ya bamilitaire biko banakimbia. Balitoka Bukavu bakafika Uvira, anza kumenase kupiga masasi
arrêter holela à tout moment. Mie nilitoka Mboko, c'était un certain samedi, nikafika hapa Uvira. Parce que ma famille se trouve ici à Uvira au niveau de Kilibula. Nikafika hapa avec l'intention nitarudia mercredi. Mais ile semaine yote ilikuwa nuri na mabali. Kwanza ile samedi nilifikaka mpaka vendredi ndio watu walianza kupumua kutoka nje. Sasa nilipofika ile vendredi jioni nikafungula telefoni, nikakutana kuko message ambayo wa chef de secteur wenzangu pake tuko na groupe ya chef de secteur. Ile message yeye huyo Bluepen anajiprogramme kama yeye ndio chef de secteur aisha kimbia, yeye anajiprogramme kama iko chef de secteur. Nikasikia ushauri wa wenzangu nikarudia Mboko. Wakati hayo yakijiri, namba moja huyo wa sekta ameongeza kuwa sio mara ya kwanza kijana huyo anamkashfu, huku akiwa anamsamehe kama alama ya kuonyesha upendo na amani wa raia wake wa sekta Tanganyika. Miobakano Msabaha, mteule wa Gedeon, mara nyingine tena. Basi afika Mboko niliambia wa polisi wamkamate wamutie mu prison. Wakamutia mu prison. Nilipata intervention ya kwanza ya Mwami Patrick Simbi wa Mabungwe Nord pale Mboko. Nikapata ingine intervention ya Pasteur Aoma pale Mboko. Nikapata intervention ya familia wake. Umurumie patati patata. Mimi nikambia komanda la polisi niletee Bluepen parce que mimi si amonaka physiquement. Akamuleta akaingia mu bureau. Hapo devant témoin Mwami wa mwingine na huyo Pasteur Aoma. Nikamuuliza, "Wewe Bluepen aseme, ulishaka niona?" Aseme ndio ninakonaka. "Nilishaka zozana na wewe?" Aseme hapana. Sasa ile kujiprogramme aseme wewe ndio chef de secteur, ulikamatia wapi? Aseme no, mie haiko mimi nilifanya vile, ni bajene ndio walifanya vile vitu gani. Bakamoblige aende afanye demande kama monsieur le journaliste ile lundi mpaka ingine lundi afanya demande. Nikajidonner courage, nikaita famille élargie yake, c'est-à-dire Mubabungwe Mboko karibuni numba 4. Nikabambia nataka funga Bluepen. Nasikize tena ikaanza misamaha vitu gani, nikakubali atake humain, atake père de tout le monde, nikakubali, nikamsamehe. Sasa hii kitu ambayo natuma na mfunga hapa majuzi, nilikuwa niko Mboko, c'était le lendemain passé là. Anaandika article yake aseme bajene ya Mboko ya Tanganyika tutafanya débat contradictoire kuhusu gestion ya secteur ya Tanganyika pendant 2 ans. Tuulize franka za sekta ya Tanganyika ziko zinaenda wapi, tutafanya ile débat. Ile article bakanitumia hayo, nikasema okay, c'est tout à fait normal, c'est un citoyen comme ça d'autres, tutafanya ile débat, ça ne casse pas le carreau. Tukaikala, hata akanambia twende Uvira. Hivi niko Uvira, tukazungumza na wewe niko Uvira. Pamoja na hayo, mkuu wa sekta amekamilisha hapa kwa kuonyesha kashfu za kuindukia alizozisema dhidi yake. Bakanitumia sana audio zeye aliemetre yeye yo Bluepen. Zile audio zake anasema il se fait chef de secteur parce que kuko masource concordante iko nazo zinasema chef de secteur iko na kama hata faka za secteur anapatia ba mantoro bake yenye viko na machantier baenda kutumika na zile. C'est la première infraction. La deuxième infraction anasema chef de secteur akuchaguliwa na raia. Chef de secteur alikuwa nome na mtu mmoja. À ma connaissance, je sais que tout le chef de secteur mwetandi yote ya République démocratique du Congo tulikuwa nommé na arrêté ministériel ya ministre wa intérieur à son époque, son excellence M. Kazadi. Kosa ya tatu, anaexcité population kufanya révolution. Aseme atakata kulipa mataxe patati patata, ajue mataxe iko naenda na analomba bila. Mimi nikajiuliza, yeye sasa vile nani kulilomba bila, iko administrateur wangu, iko membre wa territorial ama namna gani? Zile kosa za kusema kama mie niko na bamanto bangu inapatiaka franka za secteur ulia kudevelope secteur, mimi napatia bamanto bangu. Dede ili ya kusema kuku alinumaka. Sasa nikasema nono la justice va nous trancher. Aoneshe bale bamantoro benaka franka za secteur. Aoneshe ule mwenye alinomaka. Mon frère, mon époque, l'époque que nous sommes en train de diriger, ce n'est pas égal à l'époque de l'ancien chef de secteur John Muniwa. J'ai un tout compliqué pour ma défi mingi. C'était l'ancien secteur Antipumui. Question la rétrocession, question ma quittance avec les Bazalendo, tout consort, c'est compliqué, je vous assure. Sasa epo banakamata ile image ya wakati ya Bajon, hii image yetu franka zinayala mu secteur. Je n'en disconviens pas, angelikuya kubiro, kuuliza ile santé ya secteur, j'allais lui répondre, ningempatia ma education zote, ma ligne zote conduite ningempatia, mais alilancer ku réseaux sociaux
Blue Band. Tukumbushe kuwa shirika la rahia ndani ya sekta ya Tanganyika linaomba kuachiliwa kwa Bwana Blue Pen na kusitishwa kwa kufuatilia baadhi ya wanamemba wa muundo huo, naye mkuu wa sekta. Asante sana Bukur Tantinal Dama kwa ripoti yako hiyo ambayo tupatia mambo ambayo yaliyojiri huko katika sekta ya Tanganyika kuhusiana na uongozi. Msikilizaji, hivi sasa tujielekeze huko Mwenga ambako imesherekewa siku ya Jumatatu ya tarehe 20 Oktoba 2025, siku ya mwanamke kijijini katika tarafa ya Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, sherehe ambayo hufanyika kila ifikapo tarehe 15 Oktoba za kila mwaka kote ulimwenguni. Akizungumza na Radio Kivu, Bima Kilecha Kupewa ambaye ni coordinator wa shirika la wanawake waandishi habari waliojitolea kwa ajili ya amani AFJP kwa ufupi, ameanza kwanza kuonyesha sababu ya kusherehekea tarehe 20 Oktoba kuliko kusherehekea tarehe 15 kama ilivyo kawaida kote duniani. Tunatoka kumaliza kusherehekea sikukuu ya mwanamke kijijini ambao inapitikana hapa Kitutu, tarafa ya Mwenga na chef-lieu ya Wamuzimu. Sikukuu ambao inafanyika kila tariki 15 mwezi Oktoba, na kila kulingana na hali ya nchi. Kwa mwaka huu tulifanya tariki 12 Oktoba mwaka huu, sababu hali ya nchi yetu haikukuwa mzuri. Tunasema asante sana, na mimi nashukuru Mungu sana kuona sikukuu inapita mzuri, tena inapita mu hali ya mzuri, ambako bamama balitoka vijiji mbalimbali na wengine ba hapa Kitutu kwa kuya kusherekea sikukuu. Kitu ambao inanigusa sana kuona kama wamama wanajipana, wanajitoa kwa ajili ya kuhimiza watu kwa kulinda mazingira na vitu vyake vilivyo ndani yao, na pia vile vile kupiganisha kuhusu mabadiliko ya hewa ama mabadiliko ya majira. Mwisho ametaja kushukuru viongozi wa sultani wa Wamuzimu tarafani Mwenga kwa kuwalindia usalama hadi mwisho wa sherehe hizo. Tunatoa shukurani zetu kwa sheferi yetu ya Wamuzimu ambao ilitukaribisha vizuri na ikatulindia usalama mpaka pale tuliweza kuhitimisha sikukuu yetu. Na pia vile vile hatutakosa kushukuru kwa jumla. Tunashukuru sana shirika la Strong Root Congo ambao ilitusindikiza kifedha, sababu bila hao hatungeweza kusherekea kipindi hiki ama sikukuu hii. Ilitusaidia munjia zote, na kupitia msaada ya kifedha ambao Strong Root Congo ilitusaidia, ndiyo maana tuliweza kufaulu na kupata ile chakula za asili ambao tulikula ndani ya sherehe hiyo. Ingawa tuligonga mlango, tuliandika barua nyuma, lakini hawakuona ile, bali tujibia kwa haraka na upesi. Na kwa hiyo tunasema Mungu awabariki. Ila ni mwanzo na tunaomba isikue mwisho. Strong Root Congo tunaomba itusindikize mu vipindi vyetu vyote ambao tutakuwa tukiendesha ndani ya tarafa nzima ya Mwenga, sababu tunakuwa na bitu bingi ndani ya community yetu, ndani ya jamii yetu, inalingana na vitu ambao sisi kama vile association au muungano wa pashabari wanawake tunapashwa saidia jamii kwa kupiganisha vitu mbalimbali. Na tumalizie na habari za kirefa ambako droni za jeshi la taifa FARDC zaendesha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi wa AFC M23 huko Kalembe tarafani Masisi Jumanne hii ya tarehe 21 Oktoba 2025. Mengi zaidi namuona Isaac Mulucha ambaye yuko hapa studioni. Karibu Isaac. Asante sana Safari Alimasi Dilwe. Jeshi la FARDC linaendelea na mashambulizi ya kuvizia dhidi ya kambi za waasi jimboni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, licha ya kutiwa sahini kwa mkataba wa pamoja wa kusitisha mapigano kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa AFC M23 mnamo tarehe 14 Oktoba huko Doha, Qatar, kwa usaidizi wa Marekani na Umoja wa Afrika. Eneo moja la waasi wa AFC M23 limelengwa na shambulio la anga
lililofanywa na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 11 Oktoba mwaka 2025 karibu na Kalembe katika usultani wa Bashali tarafani Masisi jimboni Kivu Kaskazini huko. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, droni za FARDC ziliruka juu ya anga ya Kalembe kabla ya kuangusha bomu katika eneo linalodaiwa kuwa lilikuwa kambi ya waasi wa M23. Wakazi wamesema kuwa droni hiyo ilizunguka mara kadhaa kabla ya kufanya shambulio hilo. Mlipuko huo mkubwa uliwatia hofu wakazi wa Kalembe na Kalonge, wakizani kwamba vita vimeanza kati ya pande zinazohasimiana. Hadi sasa bado haijafahamika idadi ya waathirika wa shambulio hilo, lakini wakazi wanaripoti kuwepo kwa harakati za magari ya wagonjwa kati ya Kalembe na Mweso asubuhi ya Jumanne hii. Ingawa hali imeripotiwa kuwa tulivu safari ya Masidilwe, bado hofu imetanda kwa wakazi wa eneo hilo ambalo linakuwa katikati ya wilaya ya Walikale na huko Masisi. Lakini tumalizie kwa kusema kuwa idadi ya watu walioathirika na uharibifu wa mali uliosababishwa na shambulio hilo bado haujafahamika mpaka sasa. Lakini zaki kuna habari ambazo zinakuwa zinasema kwamba droni hizo zinakuwa zinapiga mbali na hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kuua adui. Bila shaka haiwezi kuwa na uhakika wa kuua adui kwa vile inapiga kwa mbali zaidi. Asante msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari, na pongeza job nzima la wariri wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha kwa ajili ya uandaji wa uchambuzi wa habari, akiwemo mwariri mkuu ambaye ni Nikodem Kashindi Msamaria Mwema. Aliyokuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni Safari Almasi Le Metinoir. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye.